Leo ni Februari 17, 2026. Naitwa Zawadi Machibia. Kwa mara nyingine tena namshukuru Mungu kwa neema yake kwamba twakutana katika tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na mchungaji Chris. Hii ni kutoka kwenye Rhapsody ya Uhakika au Rhapsody of Realities, maneno ya Mungu ambayo kila siku ni sehemu ya chakula chetu cha kiroho. Neno lilisema na linasema hata leo kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu wetu aliye hai. Basi siku ya leo, kwa shukrani kuu zimwendee mchungaji Chris anayeandaa tafakari hizi. Ujumbe wetu leo unasema moyo unaudunda kwa huruma. Moyo unaudunda kwa huruma. Neno la msingi liko katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 5 mstari wa 4 ambao unasema, heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Katika ufafanuzi, mtu wa Mungu mchungaji Chris anatuambia hivi kwamba katika andiko la ufunguzi, Bwana Yesu hakuwa akimaanisha watu wanaoomboleza kwa huzuni. Badala yake alikuwa akizungumza kinabii, akitumia lugha ya manabii. Katika Agano la Kale, manabii walipoomboleza haikuhusiana na huzuni zao binafsi. Waliomboleza kwa sababu ya hali ya watu wa Mungu, kwa mfano, kutokutii kwao, utumwa au kupungua kiroho. Walilia kwa maombezi wakiwa na mzigo kwa ajili ya roho za wanadamu na heshima ya jina la Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu aliposema heri wenye huzuni, alikuwa akimaanisha wale ambao mioyo yao inasukumwa na mambo yanayomgusa Mungu. Aina hii ya maombolezo huzaliwa na upendo na huruma. Si huzuni binafsi ya muombaji, bali huzuni ya kiungu kwa wengine. Mwitikio wake huwa ni maombezi kwa ajili ya hali za watu na mataifa kiroho. Kwa mfano, umesikia kuna mtu ameacha kwenda kanisani, au kwamba Mkristo amepoa katika imani yake, na kisha moyo wako unauma, si katika kuhukumu, bali katika maombi. Unalia mbele za Bwana, ukilia kwa ajili ya wao kurejeshwa. Na ashukuriwe Mungu kwa kuwa Bwana alituhakikishia kwamba wale wanaoomboleza hivi, wale wanaolia katika maombi kwa ajili ya wengine, watafarijika. Faraja huja pale majibu yanapoonekana. Unapomwona mtu huyo akirejeshwa, unapoona maisha yake yamebadilika na hali yake ikiwa inabadilika. Maombezi kwa niaba ya wengine hugusa moyo wa Mungu. Kuna nyakati katika maombi unajikuta maneno hayatoki na unamiminika machozi tu hivi. Ni sehemu ya kuugua sana kwa ajili ya nafsi za watu. Kuna nyakati ambapo mzigo ni mkubwa sana kiasi kwamba unachoweza kutoa ni ile hali ya kuugua kusikoweza kutamkwa na machozi mengi ya maombezi kwa ajili ya wengine. Unaweza kurejea katika Warumi ile sura ya 8 mstari wa 26. Na unapolia, nguvu ya Roho huanza kufanya kazi. Hapa sasa mchungaji Chris anatupa ushuhuda wake mwenyewe. Anasema hivi: nimepitia hali hii mara nyingi. Nina mafaili na majalada yenye majina ya watu ambao nimewaombea kwa miaka mingi, ambao baadhi yao leo ni watumishi wa Injili na viongozi katika makanisa. Baadhi walikuwa na mitazamo mibaya, baadhi hawakuwa thabiti, wengine walikabiliwa na matatizo katika biashara au imani yao. Niliandika majina yao na kuwaombea kwa machozi. Lakini leo nikiona mabadiliko yao na furahi, nimefarijika. Huo ni ushuhuda wa mchungaji Chris. Hapa anaendelea kusema, moyo wako unapodunda kwa nguvu, kwa huruma kwa ajili ya wengine, unajiunganisha na moyo wa Mungu. Maombezi yako yanakuwa njia yake ya faraja na mabadiliko duniani. Kwa hiyo, moyo wako uwe mpole.
acha huruma isukume uingie, ile huruma ikusukume uingie katika maombi. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa kunipa moyo unaosukumwa na huruma yako ili kuwaombea kila wakati kwa shauku na upendo wale waliopotea, dhaifu na wanaoacha njia. Kupitia maombi yangu, maisha hubadilishwa, hurejeshwa na ufalme wako unasonga mbele kwa nguvu. Asante kwa faraja na furaha ya maombi yaliyojibiwa katika jina la Yesu. Amina. Naam, basi masomo zaidi katika somo letu la leo tunapata kutoka katika kitabu cha Ezekieli ile sura ya 9 mstari wa 4. Biblia inasema, Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Pia katika Warumi sura ya 9 mstari wa 2 na 3, Biblia inatuambia ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Huyu ni Paulo huyu. Katika Isaya sura ya 66 mstari wa 10, Biblia inasema, furahini pamoja na Yerusalemu, shangilieni kwa ajili yake, ninyi nyote mpendao. Furahini pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake. Haleluya. Basi haya ndio masomo ya ziada au masomo zaidi baada ya kupata lile somo la msingi kuhusu heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Tumeona mfano mzuri hapa wa mtu wa Mungu ametupa kuhusiana na namna ya kufanya maombezi na kuwaombea wengine. Sio huzuni ile ambayo unafikiria tatizo lilo nalo alafu unapata huzuni unalia, au shida unayopitia unapata huzuni unalia pale. Sio huzuni hiyo anayoisema. Anasema huzuni inayochagizwa, inayosukumwa na uzito wa umuhimu wa nafsi za watu. Umuhimu wa, kwa mfano, watoto wako ambao hawajampa Bwana Yesu maisha yao, labda wazazi wako au sehemu yako ya kazi. Biblia inatuambia kwamba sisi tuna huduma ya upatanisho. Mungu ametupa huduma ya upatanisho. Na hii inanikumbusha kitabu kile cha Kutoka. Tulikuwa tunasoma kuhusu Musa. Unajua wana wa Israeli wakati Mungu amemwita Musa mlimani, alikaa kule siku 40 usiku na mchana. Alafu huku wana wa Israeli wakaona hatujui Musa kilichompata, hivyo kwa hiyo tutafanyaje? Wakamwambia Haruni akawatengenezea sanamu ya ndama wa dhahabu. Wakaanza kuabudu, wakasema wewe ndio Mungu wetu uliyetutoa Misri. Mungu akamwambia Musa, angalia watu wako kule wamejichafua, wamejinajisi. Musa akawaombea. Sasa naleta swala la heri wenye huzuni, moyo udundao kwa huruma, kwa sababu Mungu akamwambia Musa, embu niache, maana hasira ilimpanda, akasema embu niache niteketeze hiki kizazi chote hiki, alafu nikufanye wewe kuwa taifa. Nimependa maneno ya Musa alipoomba kwa niaba, alifanya maombezi kwa ajili ya wana wa Israeli. Akasema, Mungu, mataifa watasemaje? Watasema ulienda kuwachukua Misri kwa mkono wa mkuu wenye maajabu na matendo makuu ili uje uwaue jangwani. Akamwambia Mungu, kumbuka agano lako kati yako na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwamba hili litakuwa taifa lako na utaufanya uzao huu kuwa watu wengi sana wasiohesabika kiidadi. Hasa ukiwaua leo ukaanzisha taifa lingine, haitakuwa vizuri kwa mataifa. Mungu akaghairi. Musa akaendelea kuombea wana wa Israeli kiasi cha kusema, basi nitoe mimi kwenye kile jina langu kwenye kitabu cha uzima kama hutawasamehe watu hawa. Haleluya. Haya ni maneno mazito sana, na Mungu kwa kweli kwa neema yake
akawa amemhurumia Israeli hata baada ya kuwa ametenda ile dhambi ya kuabudu sanamu wa ndama wa dhahabu. Hiyo ndio nafasi ya maombezi. Unakuwa na kuugua kwa ajili ya watu, na unatakiwa kujua kwanza umuhimu wa nafsi ya mtu. Umuhimu wa nafsi ya mtu ni sawa na unalingana thamani na damu ya Yesu Kristo. Ndio maana Bwana alikufa. Kwa hiyo tujikite katika kutazama maombolezo ambayo yanazaliwa na upendo na huruma, si huzuni binafsi ya mtu anayeomba, bali ni huzuni ya kiungu kwa ajili ya watu wengine. Mwitikio wake unakuwa ni maombezi kwa ajili ya hali za watu na mataifa kiroho. Hii ndio tafakari yetu hii leo. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, basi nakukaribisha ili uweze kusema sala hii baada yangu, ili kusudi tunapopaza sauti zetu, iwe kwa ajili ya taifa letu, iwe kwa ajili ya familia zetu, hata kwa ajili ya watu wengine ambao Roho wa Mungu atatuongoza kuwaombea, ili neema ya Bwana ipate kuwa juu yao, waweze kuokolewa. Lakini kwanza tuanze na wewe ambaye hujampa Bwana Yesu maisha yako. Sema sala hii baada yangu. Sema: O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na kwa kinywa changu leo ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia hii leo. Ninapokea kwa imani katika jina la Bwana Yesu uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Hongera sana kama umesema sala hii kwa dhati ya moyo. Nataka nikuhakikishie kwamba Mungu aliye hai amekusikia. Ninakuombea baraka za Bwana, ninakuombea ushindi katika Roho Mtakatifu, na neema yake endelee kufungua macho yako ili upate kuukulia wokovu katika jina la Yesu. Amina. Kama una maswali tuandikie alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.